103.3 Mbeya. Yes, karibu sana msikilizaji katika ripoti ya leo ya EFM. Leo siku njema, tarehe ya 12 mwezi wa 6 mwaka 2025. Uhali gani rafiki yangu? Na matumaini makubwa kwamba mzima wa afya. Karibu sana. Karibu katika ripoti ya leo. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica huambatana pamoja nami kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Tunakuwa na saa moja la kuzungumza kuhusu maisha. Hapa tunasikia yale ya kutujenga, ya kututoa hatua moja kutupeleka hatua nyingine. Karibu sana. Kuna mahali tuliishia siku ya jana, na mimi niko hapa pia kukukumbusha. Jana tuliishia mkasa wa ndugu yetu wa mpendo wetu, rafiki yetu ambaye amewasilisha simulizi yake katika msimu, anaitwa Dora, akitueleza anaona mwanga katika kipaji chake. Sasa amekutana na watu ambao wana nia ya kumpeleka katika kutimiza hatima yake iliyo njema. Ana ndoto kubwa. Kwanza anaamini ana kipaji, na anaamini kipaji hiki kinaenda kumpatia pesa. Ndio, naye atakuwa mmoja kati wasanii mashuhuri Tanzania na Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla na duniani, kwa sababu anaamini kila alichokuwa nacho. Hizi ni harakati za kufikia katika hatima njema. Dora pia anatueleza namna ambavyo alijikuta ameanza mahusiano na bosi, mtu ambaye ndiye tajiri. Yeye anatoa pesa za kuhakikisha Dora anakuwa msanii. Ina maana ni masuala ya studio, ni masuala ya kukaa kisanii. Unaambiwa ukiwa msanii usikae tu kizembe, usikae tu upo tu, lazima uonekane kistar. Namna ambavyo unaweka nywele zako unaambiwa, namna ambavyo unavaa. Kwa hiyo alivalishwa, na anasema nilinunua kama nguo 5. Hizi ndizo ambazo anaenda kufanywa shopping, style nzuri ya nywele, na tunaambiwa yajayo ni mazuri zaidi. Lakini anatueleza alikutana na huyu baba kimwili na akao yuko busy, na anatueleza namna ambavyo hatia ndani ya moyo wake ilikuwa na nafasi baada ya hayo yote kutendeka. Karibu sana msikilizaji, leo tusikie haya na tusogee mbele zaidi. Haya ni maisha halisi. Dora anasema mimi nimepita, lakini naamini wako wadogo zangu, wako ndugu zangu ambao na wao wana vipawa. Wanatamani kuona vipawa hivyo siku moja vinakuwa faida kwao wao binafsi na familia zao kwa ujumla. Harakati za kufikia hizo hatua, mimi natamani kusema ili wajue haya mambo yapo mengi sana, na mimi nimeamua kusema ili tusikie sote kwa pamoja. Karibu sana. Yes, anaitwa Debora, na tunasema anaitwa Debora, na anarejea tena kusema hili si jina lake kamili. Tumempa jina Debora kutokana na simulizi yenyewe namna ilivyo. Ndio. Debora anasema hii ni safari yangu mimi. Hizi ni nyakati ambazo niko katika kujifila hatia ndani ya moyo. Mpaka sasa hivi nazungumza katika harakati hizi, nimeshakutana kimwili na wanaume wawili ambao wameniahidi kunipeleka katika hatima njema. Huyu baba mpaka kuamua kuwa naye kwa sababu niliona inaweza ikawa ni sehemu yangu ya mimi kuweza kutoka. Mtu mmoja aliniambia, ambaye ni huyu producer, kwani wewe hujawahi kuwa na mahusiano? Sasa hao uliokuwa nao kwenye maisha yako ya kimahusiano wamekupa nini? Na nikitazama kweli kabisa wamenipa nini?
hakuna walichonipa. Sasa unawezaje kushindwa kumpa furaha mwanaume ambaye amekupenda na anataka kukubadilishia maisha yako? Ni mwanamke mpumbavu tu ndo ambaye anaweza kukataa hiyo ofa. Unaonaje? Kuna lugha nyingine pia nimeikuta katika hii fani. Kwani anaondoka nayo? Anaondoka nayo? Si anakuachia? Haondoki nayo, unabaki nayo. So kwa nini unakuwa na wasiwasi? Dora anasema, lakini ninavyozungumza hapa sasa hivi nazungumza huyu mwanaume tangu ile siku tumeshiriki naye kimwili, sikuona uchangamfu aliokuwa nao mwanzo. Anasema nasafiri. Okay, na kila kitu kitakuwa sawa. Producer ananiambia usijali, kila kitu kitaenda sawa, niko busy studio. Najiuliza kwa nini kinaendelea? Kwa nini kinaendelea? Kuna mtu mimi alinipeleka kwa producer. Kuna mambo mengine si kumshirikisha. Labda nilikosea hapo. Nilipaswa kumshirikisha kila hatua. Lakini producer alinitahadharisha kwa jambo moja. Akasema kila mtu ana bahati yake. Mtu unaweza kupeleka kwa tajiri yeye anaweza simuone huyo akakuona wewe. Mdomo unaponza watu. Matajiri wapendi watu wanaongea. Mdomo. Ameongelea, anasema ananisaidia, amesema ngoma ni sasa hivi atanisaidia, nitarekodi nyimbo sasa hivi, wakati kuna wenzako ambao wameenda na hawajapata hiyo support ya kurekodiwa. Mdomo. Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo niliambiwa watu waone tu mambo yamekuwa. Kujieleza, kuna wakati mwingine tunajieleza kwa watu ambao mwisho wa siku hawapendi hatua zetu. Kwa kiukweli nilimwambia kwamba kuna tajiri huyo ambaye na yeye sio kupeleka nyimbo zake, lakini yeye hakupata opportunity ya kuitwa, na hadi akawa anasema si ni rekodi nyimbo nyingine, jamani nijaribu tena bahati yangu. Yani hivyo. Kwa hiyo mimi nikamwambia mimi nimepata hiyo nafasi, lakini niliamua kunyamaza kwa kauli ambayo niliambiwa mdomo au matajiri hawapendi maneno. Kwanza kutangaza kwamba nimesaidiwa inamvunja moyo. Watu wengi wataendelea kumuendea kutaka msaada. Unaona, kwa usipende kusema sema. Sasa nilimwambia tuonane. Aliniambia vipi? Nimeambiwa sasa hivi nitalala siku nikaamka nikakuta umeshakuwa star. Nimekufurahia rafiki yangu. Mimi naamini wewe vile unavyozidi kusogea, naamini hutanisahau. Na naamini nitakuwa ni mtu ambaye ninajaza sauti kwenye nyimbo zako. Kwa hiyo mimi nilivyosikia nimefurahia. Unajua katika sanaa hatuwezi kujua Mungu nani anataka mtoe mapema. Ni vile tu hatutakiwi tusauliane. Nikamwambia nikumuomba tu Mungu. Akaniambia unatakiwa ufurahi, umshukuru Mungu. Watu wengine mpaka kukupa opportunity kama hii ni mpaka wakutumie kimwili. Lakini kukutana na watu angalau hata wanaofia Mungu ni jambo ambalo ni la maana sana. Angalia, mtu umepelekwa moja kwa moja sasa hivi, nyimbo zako zimeanza kurekodiwa, unajionaje? Si unaona fahari? Nikamwambia hakika. Nikamwambia yule baba wewe unamfahamu kiundani zaidi? Akasema sio sana, lakini kuna watu wanamjua, lakini sio hivyo. Mimi ninachojua tu kiukweli ni mtu ambaye ana moyo wa kutoa. Yani kuna watu wamesapotiwa, sio wamepewa pesa, wameenda kurekodi video. Ndio kuna nyimbo anaweza sikubali sana, lakini akaona inaweza kaenda mdogo ikampush msanii akapata angalau hata nyimbo moja au kiasi fulani. Yani ni mtu tu ambaye anapenda kuona vitu vinaenda, yani watu wanatumia vipawa vyao vinasogea. Nikamwambia akaniambia kwa nini umeniuliza hivi? Nikamwambia yani kuna kitu kimetokea, sijashia na mtu, natamani hata nishie na wewe kwa sababu wewe ndio ulinipeleka. Akasema kitu gani? Ndipo nilipomueleza huyu dada kwa yale ambayo niliona naweza nikashia naye kwa uchache, ili niweze kupata mwangaza hiki ambacho mimi nakitafuta. Namna ambavyo sasa hivi
ile furaha ambayo nilikuwa naiona huyu mwanaume alivyokuwa ananieleza, ananiambia nakupenda. Yani unajua nimejikuta kama nimevurugika. Nimueleze angalau niutue mzigo, nitue vile ninavyojisikia ndani yangu. Anaweza kaniambia nini, kwa sababu yeye mwenyewe pia ni mtu ambaye anapinga sana hivi vitu, anasema vipo sana. Ni yani umaskini ndio. EFM 103.3 Mbeya. EFM 103.3 Mbeya. Yes, nikushukuru tena na tena msikilizaji kwa kuendelea kutegea sikio EFM popote pale unapotufuatilia. Asante pia kwa ndugu zangu ambao mnatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Tumechelewa kidogo lakini hatujachelewa sana. Asante Kisumu Krish, unasema hello, unatufuatilia. Roni wa Bongo pia, Kidevu dereva bodaboda kutoka Kimara Kingongo, unasema upo live, upo na mama Banga Seka. Grace Maiten pia unatufuatilia. Rosie Brown unatufuatilia. Joyce Metson, Salim Musa, James Mayemba pia unatufuatilia, bila kumsahau jina wangu Veronica Peter unatufuatilia. Kuluthumu asante. Lucia Bukula, Betha Amos, Martha unatufuatilia. Asante sana James Mayemba pia. Susan Gaudensia Kamali, bila kumsahau Frank Bozi Wanzega, unasema uko pamoja nasi. Asante kwa ambao unatufuatilia live kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Tupo kwenye ripoti ya leo ya EFM. Leo siku ya Alhamis ya tarehe 12 mwezi ni wa 6 mwaka 2025. Tuko na mkasa wa ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Dora, ambaye tunaendelea kushia naye haya katika safari yake ya maisha. Dora anatueleza, anasema Dora anasema, namwambia huyu dada msanii mwenzangu, tupo katika mapambano ya kutoka. Tunapambana kuhakikisha tunatoka kimuziki. Tunaamini kipaji tunacho, kinacho tu kuhamisha sisi ni pesa. Tunahitaji kwenda studio nzuri ili turekodi kazi nzuri. Tunahitaji hizi kazi zisogee, jamii isikie. Ina maana ziende kwenye media mbalimbali, zipigwe, zisikike. Na ndio maana tuko tunatafuta watu ambao wanaweza kutusogeza hapo. Katika watu kutusogeza hapa, haya ndio ambayo tunakutana nayo. Okay. Ndio. Namueleza, namwambia, unajua yule tajiri aliniambia nikutana naye kwenye hoteli moja. Akasema usiniambie. Wewe yule baba? Nikamwambia ya kabisa. Akaniambia ulienda? Nikamwambia story ni ndefu, najua mimi mwenyewe nilijihoji sana. Nilimuuliza nikimtaja producer ambaye amenipeleka kwa yule. Nikamwambia kwa nini huyu mtu anasema twende hotelini? Akaniambia, kwa nini mtu kukuita hotelini wewe unajaji nini? Hao matajiri hizi ndizo sehemu zao za kufanya mazungumzo. Kwa nini mtu akikwambia hotelini unawaza nini? Unawaza kama mtenda room? Hizo ni fikra potofu. Yani akionyesha kwamba yule ni mtu mwenye kujiheshimu sana. Alinitoa wasiwasi. Lakini nilipofika mtu akanifuata, nikapelekwa mpaka kwenye room. Sitaki kuongea mengi kwa sababu yananipa uchungu. Lakini nakwambia, mwisho wa siku nilijikuta nimelala na yule baba. Yule msichana akasema, wewe haiwezekani. Mbona imekuwa haraka hivyo? Wewe Dora, umelala na yule baba? Nikamwambia usiseme hivyo, yani usiniambie hivyo. Usiseme hivyo kwa sababu najisikia vibaya.
Akaniambia, kwa nini? Mbona yule mtu mimi nasikia hana hizo tabia? Na kwa maelezo ya yani nilimtaja yule producer, anasema ni mtu ambaye inawezekana kama amenipenda, lakini nataka nikwambie toka siku zile tumeshiriki kile kitendo, ni mtu ambaye anipo ushirikiano kabisa. Kwanza hanipigii simu wala kunitumia message. Unajua nilijisikia uchungu, nikaanza kulia. Kuna mtu mmoja anaweza kana ile kitu nasema, upo katika hali ya umaskini na una fight utoke kwenye hayo mazingira. Unakutana na mtu anakupromise, anakuambia nitakusogeza. Anakuja na mada nakupenda sana. Mimi sio wa hivyo. Nakupenda sana. Unaamini maneno yake, unampa mwili wako, alafu anakukacha. Anataka kuona kitu gani ambacho kingemfanya aone ana sababu ya kunipigia tena simu tunapoachana naye. Kitu gani ambacho kipo kwenye mwili wangu ambacho hakijamfurahisha, kimemboa, na hata haoni sababu ya kuwasiliana na mimi. Kama msichana, hicho ni kitu ambacho kinakuumiza, si ni kweli? Kuna msichana mmoja anaweza akaeleza, hata kama unaweza usiseme, lakini ukaifeel hiyo ndani yako. Kuna mtu kakusumbua, kakueleza hisia zake kwako, umeamini, umeingia hapo, halafu imeisha hiyo. Si unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Unaweza ukajikosoa kwa mambo mengi sana, lakini yeye ndo anajua kwa nini. Na hawezi kukuambia kwa nini. Yeye ndo kashakupotezea. Nililia sana. Dora anasema, nilimwambia sijui nini kimetokea kwangu. Najikuta kadri siku ninavyozidi kupiga hatua ndo nazidi kutumika. Nakumbuka msichana alinikumbatia akaniambia, Dora, sina la kusema. Nakosa hata neno la kusema. Kuna muda hadi mimi nahisi kama tunahangaika na kitu ambacho hatuna sababu ya kukipambania sana. Hii unanifanya nikumbuke namna ambavyo nilijikuta kwa muda mfupi nimekuwa na maproducer ambao wamenitumia kimwili. Na sio kwamba nafanya biashara, nafanya nini, wananiingiza katika namna ambayo najikuta anamwamini, najikuta anabeba mzigo wangu kama kwake, kuona ananipambania kwamba nitoke, anaongea na watu, ananiconnect na huyu. Lakini mwisho wa siku kesha anatumia na kuja kugundua kumbe kati mimi natumika, kuna mwingine ametoka kutumika, kuna mwingine yuko kwenye foleni. Pole sana, ila nimejisikia vibaya kwa sababu angekuwa ni producer tu huyo. Lakini yule ni mtu mzima, mbona yule ni mbaba, Mungu wangu. Imewezekanaje? Nikamwambia sielewi. Sikupata hata hisia zozote, yani sikupata hata hisia zozote. Sio namuona yule baba alivyo na tumbo kubwa. Kwa kweli ni mazungumzo ambayo yaliumiza sana. Akaniambia, sasa nini kinachofuata? Okay, nini kinachofuata? Nikamwambia kinachofuata sielewi kwa sababu mpaka sasa hivi ni kama kila kitu kimestack. Producer ananiambia kuna kazi anazifanya, akasema ni kweli, na mimi aliniambia kazi anazifanya, anakuwa busy. Nikamwambia sasa sitaki kujaji, siko hapa kwa ajili ya kuhukumu chochote, lakini naona kama ni watu ambao wameamua kama kunichunia. Vaa viatu vyangu, angalia ninavyojisikia. Yule baba hanitafuti. Yule kaka ambaye niliunganishwa pia hanipo ushirikiano, ananiambia ni chill tu, atanicheki. Producer ananiambia studio iko busy. Ni bora ningekuwa sijatoa mwili wangu. Kuna muda natamani hata muda urudi nyuma. Na ikumbuke ile siku nilipokuwa nimeenda pale hotelini. Nilipaswa pale tu nilipogundua haya si mazingira mazuri, nilipaswa niondoke. Lakini nilisema na sababu ya kumsikiliza. Natamani siku zirudi nyuma pale ambapo ananitamkia zile kauli, nilipaswa kuondoka. Nilimwambia huyu dada. Nilimwambia, lakini inaniuma zaidi kwa sababu nilipaswa pale ambapo nimeona kwamba nimeshawishika, nimeingia kwenye mazingira ambayo siwezi kujizuia. Pengine ningekumbuka, ningemwambia naomba tutumie kinga. Akaniambia, wewe, kwa hiyo hata kinga hamkutumia? Nikamwambia hatujatumia hata kinga. Yani ndo nikaendelea kulia. Akaniambia, usiogope. Usiogope, kuna vitu usijipe pressure. Kuna vitu usijipe pressure.
una wasiwasi na afya yule mzee. Nikamwambia sasa mtu mzima kama yule kashakutana na watu wangapi? Kama ni hivi anakutana nao wasanii, na maana kila mtu anayekuja kumuomba msaada vipi akiwa anamtumia kimwili? Nimeogopa sana. Aliniambia usiogope, hebu tulia kwanza, na unatakiwa uendelee kujua ahadi ambazo wamekupa zinaishia wapi. Haiwezekani mtu akutumia hivi na asikupe chochote. Huo ndio ubaya watu wanafanya. Hao watu wanasahau na wao wana watoto pia. Wana watoto wa kike na wana watoto wa kiume. Wanasahau kwamba haya mambo wanatufanyia kuna mwisho wa siku yatarudi kwa familia zao. Inawezekana wao wakiwa wako hai, au inawezekana wakawa wameshatangulia huko mbele yake. Lakini mimi nikasema naamini chanzo chote cha haya mambo ni umaskini. Nikamwambia huyu dada, pata picha. Familia yangu ingekuwa ina uwezo mzuri kiuchumi. Familia yangu wakajua kipaji changu. Hizi pesa ambazo tunazihangaikia kwa studio, turekodiwe kwenye studio nzuri, tupate platform sio nini na nini. Je, familia yangu ingekuwa na uchumi mzuri, wangeshinda kunisupport mpaka nakutana na watu kama hawa mimi kwenye maisha yangu? Mbaba kama yule kweli. Lakini imeshatokea. Aliniambia na kushauri kana ndani ya miezi 3 nenda kapime afya yako. Na next time akitaka kuja kwako usikubali tena. Hao wanaume wana tabia hii. Anaweza kaa na wanawake wengi sana ambao wako wenye shida, wanamuomba msaada. Kwa hiyo anaangalia leo faili la nani linakuja. Atakapo faili lako litakapokuja, yani sijui unanielewa, yani mwanaume ambaye ana wanawake wengi au ambao wako katika shida, yani kama mimi, ambao hata nikisema ananipa pesa, ananipa laki, atanipa 50,000, yani ndio pesa ambayo unaweza nikawa ninaiona kwamba inaweza ikanisaidia, na ndizo hizo ambazo tunakuwa tunapewa. Kikubwa unasapotiwa kwamba utasapotiwa kwenye kipawa chako. Sasa ananiambia mtu anaweza, huyu mwanaume anaweza kawa na ahadi za wanawake wengi. Yani huyu anamweka pending, yeye anamweka pending. Kwa hiyo kuna siku moja jina lako linapanda. Kuna siku tu faili lako lina hapo, nimemkumbuka yule binti, ngoja nimcheki. Akikucheki tena usikubali kuwa naye kwenye mahusiano bila kutumia kinga. Na akikazana bila kutumia kinga, inabidi umwambie hapana. Ikiwezekana mwende mkapime. Na hawa watu ukiwaambia twende tukapime, hawa watu wazima hawapendi habari za kwenda kupima afya, hawapendi hata kuzisikia. Alinitia moyo. Yako maneno alizungumza nami, alinitia moyo, akaniambia lakini mimi naamini uko mzima wa afya. Nataka nikwambie, tusifosi mambo, hebu tulia kwanza. Nakumbuka nikarejea nyumbani na nikatulia, moyo una maumivu. Sijajua kwa utafiti hii kitu ipoje. Mwanamke ambaye umekutana na mwanaume aliyekushawisha akakwambia nakupenda, ukaingia kwenye mahusiano, mkakutana naye kimwili akatokomea, maumivu ya kuona mwanaume ametokomea yanadumu kwa muda gani? Kwa umri mimi mdogo niliokuwa nao niliona yanadumu sana, kwa sababu nilikuwa na maswali najiuliza yasiokuwa na majibu. Labda ni mgonjwa, kaniletea ugonjwa, labda ni nini, au sikufanya hivi, nilipaswa nifanye hivi, au ni nini, maswali yasiokuwa na majibu. Kwa ukimya ambao ulikuwa na maumivu. Alinitafuta producer, akaniambia uko kimya, njoo studio tufanye kazi. Nikamwambia leo uko free? Akaniambia yes, leo niko free kwa ajili yako. Hata yule tajiri anauliza vipi umefikia kazi za mrembo, umefikia wapi? Njoo bwana, mimi sitaki lawama. Nikaenda. Nimefika pale, akaniambia mbona mnyonge? Nikamwambia kwa nini siwe mnyonge? Akaniambia yani kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia siwezi kuwa msiri, siwezi kukuficha, nimekuwa mnyonge kwa sababu wewe unajua. Nikamwambia ni mtu gani ambaye ameniambia maneno ya kuniingiza katika ulimwengu wa mapenzi? Yule ni baba mtu mzima, ndio unaweza nisikwambie kwamba nampenda.
lakini niliamini anachokisema kwamba ananipenda sana, alafu anitumie, hajanipigia simu. Akasema acha mambo yako hayo bwana wewe. Mambo gani unaanza kuleta Kiswahili bwana? Acha mambo ya Kiswahili. Ngoja nikwambie, wale watu hawako hivyo. Wale watu ni watu wako busy. Siku moja atakupigia simu, utaenda kufurahi, utasahau maumivu yote. Atakupigia simu siku, atakwambia chukua hela kapange, atakwambia siku chukua hela nenda kanunue hiki, nenda kanunue hiki. Na ukikutana naye hakikisha una mention yote. Kama anakuandikia cheki, akuandikie cheki, ukafanya vitu vyako. Acha mambo ya kuwa mnyonge hapa. Acha mambo yako bwana. Wewe mtu umepata kibali, wengine wanatamani hata wanatamani yule baba hata washike kidole hivi, amshike yani hivi. Wewe acha mambo yako bwana. Yani alinikata hivyo. Tufanye kazi hapa hivyo. Atakupigia, yeye atakupigia. Hawa watu wewe wako busy sana. Wewe uko unataka tu akupigie simu. Vipi? Hawa watu hawana huo muda wewe. Afu yule ni mtu ana familia yake. Unataka kuleta mahusiano ya kishule ya msingi ya kitoto. Ukiamua kuwa na wale watu kuwa smart kichwani, wewe ndio unajua unataka nini. Tumia nafasi yako vizuri. Akanikata, tufanye kazi ambayo tunapaswa kufanya. It's okay. Ni sawa. Kweli kuna kazi ambazo tulikuwa hapa tukaanza tukazifanya. Nikawa nimemaliza, nikarudi zangu. Mimi sikumtafuta yule baba. Yaani sikumtafuta. Kesho yake imefika, na nakumbuka majira ya jioni alinipigia yule baba. Ina maana sasa sijui ndo amerejea Tanzania, lakini alinipigia kwa namba tu ya kawaida. Alivyosema yuko nje, alivyosema anasafiri, yeye ndo anajua. Lakini alinipigia na kunisalimia. Mrembo wangu, ujambo? We mtoto unajificha wapi we mtoto? Mbona unajificha sana? Huku umemisiwa huku bwana. Maneno ambayo aliniambia mara tu nilipopokea simu yake. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu rafiki anaitwa Dora. Dora ni binti wa Kitanzania mwenye ndoto ya kutamani kuona kipaji chake kinampeleka hatua siku moja. Na hizi ndizo changamoto ambazo Dora anakutana nazo. Anasema kama mimi nimekutana nazo, naamini hata wenzangu katika harakati za kutafuta kufikia ndoto zao wanakutana nazo. Na share ili mtu mmoja aelewe hii safari ilivyo. Yes, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji, na hii ni safari ya ndugu yetu anaitwa Dora. Hii ni safari yake ya maisha, haya ameyapitia na anashia pamoja nasi kusudi kubwa tusikie na tujifunze kupitia yeye. Dora anasema hii ni simu ninapigiwa na huyu bosi. Ananiambia kwa habari niko wapi na mbona nimejificha. Nilimwambia nipo. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akaniambia njoo. Nikamwambia kwa nini umenyamaza siku zote? Kwa nini umekuwa kimya? Akaniambia sasa au maswali kwa nini usiniulize tukiwa pamoja? Nikueleze vizuri kwa sababu nilikwambia nasafiri, lakini na sijakueleza kitu kingine pia. Mimi ni mwanaume ambaye niko busy sana. Hizi pesa ambazo tunatafuta kwa ajili ya kufanya muziki pia, si unajua, inabidi zitafute kwa bidii sana. Basi fanya uje. Nikamwambia uko wapi? Nikamuuliza kwani uko wapi? Akanieleza mahali alipo. Dora anasema niliamka, nilipokuwa nimeketi, nikaoga, nikavaa, nikaenda mahali ambako yule baba yupo. Na nilipofika nikamwambia nimefika. Akanichukua, nikaambiwa kuna mtu anakuja kuchukua hapo. Na kweli nilikuja kuchukuliwa na moja kwa moja nikapelekwa kwa room. Hii ni mara ya pili nakutana na huyo baba, na style huyo baba ya kukutana naye ndo hivyo. Yani huambatani naye yani moja kwa moja, yani huambatani naye yani moja kwa moja kwamba mkaenda mmeambatana ile, si unajua ile yeye utamkuta.
na kama kawaida namkuta yuko pale, hii tunasema ni boxer amevaa boxer yake na tumbo lake kubwa, ni mtu mzima huyu. Nikakuta ameweka wine, akanikaribisha, akaniambia, mrembo wangu, nilikuwa nimekumisi sana, hata hujanimisi sana we mtoto. Aliniambia hivyo. Sasa mimi nimekuja, lakini niko na jaziba. Yani nimekuja niko na jaziba, nikamwambia, angalia wewe, 1 2 3 hujanitafuta, kila kitu kimestack, ahadi zako naona kama zinakuwa sio za kweli. Akaniambia, wewe nani anaweza kuzungumza ahadi na zikawa sio za kweli? Kama hujanijua mimi yani hujanijua mimi, unaweza ukaja ukanijua ukiwa umechelewa sana. Nikisema sentence yangu nimesema na namaanisha. Sawa? Na nimekuita tufurahi. Siko okay sana. Mambo ya shughuli za hapa na pale zimenichanganya. Nataka nione ukinipa furaha. Akanambia, nilimwambia ashughulikie swala fulani, yani kuhusu mambo ya kumziki. Nilimwambia mtu wa video aanze kushughulikia jambo lako. Nilishazungumza kimtaji yule kijana yule, ambia ninikabidhi kwake. Nikamwambia hata hajanitafuta na hata nikituma message zangu hajibu. Akasema atakuwa tu alikuwa busy, lakini kashafuatilia kila kitu. Nilikwambiaje, wewe relax. Na leo hapa tunatoka, nataka uhame nyumbani. Si nilikwambia nataka uwe na sehemu yako ambayo mimi naweza nikawa na jua usalama wako. Leo nitakupa pesa, uhakikishe unaenda kutafuta sehemu nzuri ya kuishi. Ukipata nitakupa pesa, tununue furniture. Nunua furniture za kisasa nzuri. Na huko mambo ya muziki yanaendelea. Wewe mtoto umependwa na mimi, tulia. Tulia, ule mema ya nchi. Ubizi wangu usikupe mashaka. Sawa? Ukipata time na mimi, enjoy your time. Haya maneno aliniambia, na mimi nikamwambia, mara kwanza tulishiriki mahusiano bila kutumia kinga. Akaniambia, so kuna shida gani? Nikamwambia hapana, kwa sababu sio salama. Kama hii mara pili ni vyema tukatumia kinga. Akaniambia, wewe unanionaje? Yani una mashaka na mimi? Kwa sababu nimekueleza na kupenda, so unahisi mimi naweza nikamwambia mwanamke yote hii sentence? Umenionaje? Unahisi naweza nikaa na tatizo? Nikamwambia hapana. Akasema no. Huwa napenda nikiamua kuenjoy na enjoy. Hizi disturbances za kwanza kusema sio na hivi no, hata sipendi. Alichukua nguo yake, suruali, akaanza kuvaa. Nikamwambia, sasa shida ni nini? Akasema no, yani unajua kama nahisi kama nadini na mtoto mdogo sana. Yani tumekuja tufurahi, then unaanza kuzungumza vitu ambavyo yani hata sio mahali pake. Nikamwambia hapana, kwani kuhoji kuna shida gani? Ina maana mimi nimekosea kuuliza? Nimekwambia mara kwanza tulishiriki bila kutumia kinga. Na mambo ya kutumia kinga ni usalama kati ya sisi sote. Akaniuliza, kwani wewe unajiuza? Nikamwambia hapana, mimi sijiuzi. Akasema, so mimi sidili na mwanamke anayejiuza. Kama ningekuwa naangaika na wanawake wa kujiuza, ndio ningesema nadili na wanawake wanajiuza barabarani. So inabidi nijilinde. Na mimi sio mtu wa hivyo kwenda mabarabarani kununua wanawake. Nina vitu vyangu ambavyo navutiwa na mwanamke. Ni wewe ndio nimevutiwa na wewe, na sina mwanamke mwingine zaidi ya mke wangu. Na ninapozungumza na wewe, mke wangu anafanya check-up za afya mara kwa mara, na tuna mtoto. Ninavyokuambia na tuna mtoto. Mimi hapo unavyoniona na mtoto mdogo. Hatua zote tumeenda kliniki. Unanionaje kwanza? Yule baba alivaa suruali yake. Kumbuka hapo kashaniambia habari, nikitoka hapa naenda kupanga. Nikitoka hapa habari ya nini? Yule mwanaume kakasirika. Nakumbuka sio kwamba baba hatujakuwepo na mahusiano. Tumekuwa na mahusiano kwa mara kwanza, na sio kwamba tumefanya hicho kitendo mara moja, mara kadhaa. Akaniambia, hivi
sijui hata mna shida gani? Kwa unaona mimi mgonjwa? Nikamwambia hapana. Akasema no, unanidisappoint. Yani leo nilijua siku yangu itakuwa nzuri, lakini unaharibu siku yangu. Nikamwambia hapana, sio hivyo. Akasema mbona mimi na plani nzuri sana kwa ajili yako? Kwa nini unanidisappoint? Sasa mimi ile speed nilokuwa nayo, I think na umri, sitaki kujua ni umri nilokuwa nao. Yani sielewi. Nilijikuta nakuwa down. Nikamwambia sasa mimi unajua, akaniambia no, mimi nakupenda sana. Akaja akanikumbatia. Akaniambia nakupenda sana. Elewa hivyo. Na utanielewa labda kadri siku zinavyosogea. Sasa hivi huwezi kunielewa. Mimi nikisema nampenda mwanamke, nampenda. Sio stamkio kauli. Mimi sio umepesha kumwambia kila mwanamke nakupenda. Nimekwambia wewe haimaanishi naweza nikamwambia mtu yote. Namwambia mke wangu na nakwambia na wewe. Na wewe na mipango mikubwa na wewe. Mikubwa sana. Dora anasema, nini kilitokea katika majira haya? Katika nyakati hizi tulikaa na huyu baba, akaanza kunipa story, akaanza kunichekesha. Tukanywa wine, akazidi kunichekesha. Tukaagiza chakula, tukala chakula, nikaoga. Mwisho wa siku kwa mara nyingine tena nikakutana na huyu baba kimwili, bila kutumia chochote, yani bila kinga hivyo, kwa namna ambavyo nimekupa picha hii ya kile kilichotokea. Dora anasema, na haikuwa mara moja, mara kadhaa. Alipoona ametosheka, aliniambia, utakoke, utalala hapa au ni upelekwe nyumbani? Nikamwambia mimi nikajua tutakuwa pamoja mpaka asubuhi. Akaniambia natamani hivyo, but nina kikao muhimu sana. Nikamwambia sawa, mimi sitakaa hapa, tarudi nyumbani. Akasema no, leo nataka ulale hapa na utahudumiwa kila kitu. Asubuhi utapata pia chai hapa, utaondoka. Alichukua suruali yake, akatoa pesa. Nakumbuka sana, alinipa pesa ambayo ilikuwa keshi ila Tanzania, shilingi 1,000,000. Ilikuwa ni kama imetoka benki hii pesa. Akaniambia baby, hii hapa hela, hii ni 1,000,000. Alafu akanipa pesa dola. Akanipa dola 300. Dola 300. Ukipiga hesabu dola 300 inakuja shilingi ngapi? Ndicho kiasi ambacho alinipa. Akaniambia baby, embo enjoy mwenyewe, kula unachotaka, enjoy. Kuna jacuzzi hapa, enjoy kwenye jacuzzi. Make sure unafurahia. Ukipata time ya kuenjoy, make sure unaenjoy yani effectively. Maana hizi nafasi tunazipata kwa uchache. Hii ni sentence aliniambia, hizi nafasi tunazipata kwa uchache. So nikipata hiyo nafasi, ni make sure na enjoy. Dora anasema kwa nini naizungumza sentence kwa sentence? Kwa sababu sentence hizi mimi ninaambiwa. Hizi sentence mimi naambiwa. Ninaamini ndizo sentence wasichana yani msichana mwingine unaambiwa. Kuna wewe ni msichana na wewe unaambiwa kama hizi. Kwa sababu hakuna sentence mpya unaweza ukakutana nazo mpya. Hakuna kipya. Kuna dada zetu walikutana na hizo sentence, sisi zinaweza zikawa ni mpya zikatuchanganya, lakini ni hizi. Kwamba ukipata chance,
make sure unaenjoy. Aliondoka. Na kama kawaida, hamuambatani, mumsindikizi, yani ametoka. Yes, huyu ni ndugu yetu anaitwa Dora. Dora anasema basi nikasalia hapa. Nikawa nimebaki na hizi fedha, maneno yale ni kama yalienda kuponya kidonda ndani yangu, kunithibitishia kwamba he's okay. Habari ya mke wake kufanya check up, kwa habari ya Yesu na mtoto mdogo wamekuwa kliniki wakifanya check up, so yuko okay. Na akiniambia yeye hana hizo tabia kabisa, na akiniambia ananipenda na ana future kubwa na mimi. Ni kama mwanamke ambaye nilikuwa na majeraha haya yamepozwa. Kuna mtu mmoja unanielewa. Yule mwanaume ambaye alikuja kwako kwa mapenzi ya dhati, akawa na wewe, ukaishi kutumika, alafu kaondoka. Alafu yule akarejea na kuyapoza yale maumivu na kukwambia baby sorry, nilikuwa busy kwa sababu 1 2 3, so tuko pamoja, relax and I love you so much. Nina future kubwa na wewe, na pesa hizo hapo umepewa, nenda katafute nini, fanya hiki. Unaona, una mtu mmoja unanielewa. Matumaini yameamka. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza katika siku njema ya leo. Imekuwa siku nzuri sana. Kesho tutaonana tena. Mungu azidi kutujalia afya njema. Usiku mwema, endelea kutegea sikio EFM.